Bwana, safari yetu ya kuelekea kwa Msisi bado inaendelea, na hapa nimeuliza baadhi ya watu kwenye kijiji hapo nyuma, wakaniambia muda sio mrefu na karibia kufika kwa Msisi. So endelea kubaki na sisi, endelea kufuatilia safari hii kuweza kujua kwa Msisi kuna yapi leo na kwenda kukujuza. Twenzetu. Sasa nimefika salama kwa Msisi, wilayani Handeni hapa, na mbele yako niko na mama yangu. Huyu ndo kanipokea, mwenyeji kabisa hapa. Shikamoo. Baba, ujambo? Kwema kabisa. Kwema. Wakati nafika hapa bwana, nimeambiwa nije kwa mama Kasusu. Naitwa Tabu Mwenjuma Selemani. Mama Kasusu umekujaje? Nimekuja kwa biashara zangu. Kwa uzali Kasusu? Ndio. Watu wanapenda sana huko. Wanapenda ndio. Sawa, leo si wageni wenu. Wageni wenu mtupokee vizuri. Tukupokeeni. Nimeona wapika hapa, waandaa nini? Mkate wa mchele. Mkate wa mchele. Baada ya muda gani tutakuwa tayari? Jioni. Jioni. Hamna msosi labda kidogo tukapata chakula kidogo kwa kama kimaandalizi. Sawa basi tusubirie masuala ya msosi, lakini kubwa kabisa ningependa pia leo muwe na sisi kuweza kujua mengi kutoka hapa. Au sio mama? Ndio. Sawa. Nimetumia takriban kilomita 210 kuweza kufika katika kijiji cha kwa Msisi katika wilaya ya Handeni, na mbele yako niko na mzee wangu ambaye yeye ni mzawa wa hapa. Nimekaa naye hapa kuweza kuongea naye mengi kabisa, kuweza kuijua kwa Msisi vizuri. Ni sehemu maarufu, jina ni kubwa, lakini ninaamini pengine watu kwa asilimia kubwa bado hawaijui vizuri kwa Msisi na sifa zake. Kwa hiyo niko na mzee wangu hapa, karibu kuweza kusikiliza safari hii tukiwa hapa. Niite Esco na niko na mzee wangu. Shikamoo. Marhaba. Kwema kabisa. Kwema tu, habari yako bwana? Shukuru Mungu. Salama. Jina lako? Jina langu naitwa Umari Nasoro Mdula. Mdula. Mzawa kabisa wa hapa. Ni mzawa wa hapa. Ndio. Nimefurahi sana kuwa kwa Msisi leo. Ndio. Nimefurahi sana. Sawa. Ni kwa muda mrefu natamani kuja, nasikia bwana kwa Msisi, bwana kwa Msisi, nikasema lazima nifike. Leo nimefika. Inshallah. Nakusikia sasa yale aliyokuleta, maana wewe ulikuwa unayatafuta. Natafuta kweli kweli. Haya. So far maisha hakuja kwanza hapa. Naona leo kama vile kuna mvua inakuja, mawingu. Ndio msimu wake. Ni msimu wake, isipokuwa kwa mwaka mzuri kama huu. Maana huu ni mwaka mzuri huu. Mvua toka zimeanza hazijakata sana. Ni hivyo mahindi hata aliyochelewa kupandwa pia tutayala. Kwa Msisi kwa asilimia kubwa kilimo kikoje labda na ufugaji, hebu niambie hapo.
Kwa Msisi bwana, kazi yetu kubwa ni kilimo. Kilimo, ufugaji hatuna asili nao sana. Za maarufu mwingine. Nzuri. Asilimia kubwa ni kilimo. Sawa. Mzee karibu bwana. Haya bwana. Karibu sana. Mzee wetu mwingine tuongea naye pia hapa. Si ndio niko na wazee wangu wawili bwana, ndio wazee wa mji hapa. Okay. Kwa hiyo kilimo ni mazao gani? Kilimo, mazao yetu muhimu ni mahindi, mhogo, labda ufuta, kitu kama hicho. Okay. Mahindi, ufuta na mhogo. Sasa kwa kuanza kabisa mimi ningependa kujua hapa kwa Msisi wenyeji wa hapa ni kabila gani ama makabila gani? Wenyeji wa kwa Msisi bwana, asili kubwa ya jamii ya hapa ni Wazigua. Waliobaki ni watu wafanya kuja tu. Wamekuja hawa nani Wapare, hawa Wasukuma, hawa ni, lakini zaidi ni Mzigua ndio mwenye eneo hili. Okay. Mzigua kwa sana. Sawa. Mzee wangu afika au tumpeke dumu ile kule. Anaweza kukalili. Sawa, akipata kidumu itakuwa vizuri. Tuko na mgeni wetu mwingine. Sio mgeni, mimi sasa ndio mgeni, mwenyeji wangu mwingine. Mzee wangu pale pia atakuja kuungana na sisi hapa nizungumze nao. Kwa hiyo Wazigua ndio wenyewe hapa. Ndio wenyewe hasa. Sawa. Kina Samsisi. Kusikia kwa Msisi, Samsisi. Ndio wenyewe. Sasa mtu akisikia kwa Msisi, asili ya neno kwa Msisi lilianzaje? Huyo Msisi ni nani? Asili yake ni ndefu kidogo. Msisi ni kwa kuwa ni Wazigua, walikuwa wanafanya kazi ya wanasuka hivi vitu vya kupepetea nani, mahindi nini na nini. Sasa halafu kuna zile kamba zinazofungwa kando kando mwa ule mti, wanaita Msisi, Lusisi. Wanaita Lusisi. Baada ya kuita Lusisi, sasa ndio ikawa tena yule anayetengeneza yale mavyombo ya kupepetea yale, baadaye wakamuita, kila mara anaenda kuzichukua. Kila mara anaenda kuzichukua. Sasa wakamuita, huyu naye bwana ndio Samsisi huyu. Ndio lilipozoka jina hapo. Huyu ndio Msisi, Samsisi. Basi akawa anaendelea. Kwa Msisi, kwa Msisi. Sasa mimi nikaa katikati. Wewe mzee kaa hapa. Kaa kwa hapa. Mimi nisogee katikati hapa. Kidogo nikusaidie. Sogea hapa. Hapa. Mimi nikikaa hapa. Nakuwa mimi sina shida na mzee wangu hapa. Kwa hiyo kidogo hapa nipo katikati na wazee wangu. Hapa niko vizuri kabisa na wenyeji kabisa, na mtapata kujua mengi kuhusu eneo hili ambalo ni maarufu na historia kubwa. Kwa hiyo ndio ikawa asili ya neno kwa Msisi. Hiyo ndio asili yake neno kwa Msisi. Likawa laendelea sasa. Kwa Msisi, kwa Msisi, kwa Msisi, lakini chanzo chake ni hicho. Mzee wangu karibu. Haya baba, asante sana. Shikamoo. Marahaba. Majina yako? Jina langu Hussein Saidi Lugunda, jina maarufu Mzee Mchina. Mzee Mchina. Kwa nini Mzee Mchina? Kwa nini Mzee Mchina? Zamani kulikuwa kuna kampuni moja ya Wachina kama hii barabara wanaichonga. Wazi kwa tunafanya kazi humu. Kitoka kuambia Mchina, Mchina, basi nimekaa vijana watania Mchina mpaka leo. Samahani bwana, nimekutoa shamba. Ulikuwa na shughuli bwana. Sawa. Okay. Mimi nimeshukuru sana kusikia watu na wageni, ni vizuri sana. Mzee wangu amenieleza asili ya neno kwa Msisi. Nataka uniambie wewe, ili eneo au hichi kijiji kwa Msisi kilianzaje mpaka watu wakaja kuishi kwa Msisi? Yaani ilianza vipi? Hii kijiji toka zamani watu walikuwa wanaishi huku bondeni karibuni ya pwani. Lakini baada ya msukumano ule wa Waarabu na Waafrika, sijui na vita vya Mjerumani, wengine wakasogea huku milimani huku. Basi huku mlimani sasa ikawa kazi za wakati ule za kujitegemea. Wale watundu wale
kuna vijiti vidogo vidogo vinatanda mle msituni, vinaitwa lusisi. Sasa wale zinatengenezewa ule ungo, kama ungo unasikia, ungo kama sahani hivi lakini kubwa, wanatengeneza zile sisi. Unakwenda wapi bwana? Kachukue kule kwa Msisi. Sasa limekaa hilo jina hilo Msisi. Msisi yule mfanya mkata Msisi kule Msisi sa Msisi akizaliwa hivyo hivyo. Sasa Wazigua ndio wakaunganisha, wakaona kwamba sasa wenyewe hapa, wakazi wa hapa ni hawa kina Msisi, wanazoa haya Masisi sa Msisi, ndio lilipotoka jina hilo. Mimi ninavyoelewa. Sawa sawa. Mila na desturi za hapa tangu zamani mpaka leo, pengine mtu angependa kujua ni zipi, zikoje labda? Mila na desturi za hapa ni hali ya kawaida, ni kama ni utamaduni wetu wa Wazigua. Mzigua utamaduni wake ni kuishi kama mkulima. Halafu sasa labda kinachoongezeka hapo ni kwamba mtoto labda kawa mkubwa, kabarehe, basi anachezewa ngoma. Akishakachezewa basi ndio mambo yanaendelea sasa mpaka sasa. Wewe mna ngoma zenu hapa? Ngoma zipo. Majina hizo ngoma? Majina ya ngoma hizo ni ya siku nyingi, lakini yanapatikana. Wanaenzi, lakini sasa ni wachache tu. Kwa muda ambao mzee wangu umeishi hapa, kwa muda wote huo, ni kipi ambacho unajivunia kuwa mzawa wa hapa? Kipi kinakufanya ujisikie raha kuwa mwana wa kwa Msisi? Hasa tunachojivunia hapa ni kilimo. Na utundu kama wa kutengeneza kama vitu vile kuambia ungo, viti vidogo vidogo vya kukalia, lakini hasa kazi kubwa hapa ili uonekane wewe mtu bora ni kilimo. Na ufugaji mdogo wa kuku na mbuzi. Bwana, hapa kilimo kiko vizuri. Mashamba shingapi? Ningebanga nitaka shamba mimi labda. Bei zikoje? Kwa siku hizi kidogo zimepanuka. Nyuma ilikuwa mtoto kawa na shilingi 50,000 unapata, lakini hivi sasa ukisema nataka shamba basi hamna ushike kwenye 300,000 400,000. Shamba kubwa kabisa. Sio kubwa sana, kiasi tu labda kama natosheleza. Sawa, mimi ningetaka tuongee pia hili kwa sababu nyinyi ni wazao hapa, mtuweke vizuri. Zamani ukisikia kwa Msisi ama nenda kwa Msisi, watu wanakuogopa kwa Msisi. Kwa Msisi bwana hakuingiliki. Kwa Msisi bwana kuna tisha kweli kweli, kuzito. Watu umezungumza mengi, bila shaka pia wewe umeyasikia hayo. Hebu tuweke wazi ilikuwaje mpaka kiasi kwamba watu wakawa wanakuogopa sana kwa Msisi? Kweli wamekuogopa, na mpaka sasa hivi hayo yote yanafutika, kwa sababu walikuwa wanakuogopa kwamba wale wazee wa zamani walikuwa wanaishi na silaha zao, silaha za maangamizi. Sasa ukaja ovyo, ukapita sehemu ambazo zisizofaa, ukikumbana nayo hiyo silaha, pengine kweli unaangamia na unakwenda na maji. Kwa sasa vipi? Maana bado mtu akisikia bwana nenda kwa Msisi, wewe uko vizuri? Kwa hivi sasa ni uongo. Hakuna yale yote ya silaha za maangamizi, yamekwisha, kumebaki tu ile sifa. Sasa ile sifa ndio inafanya mpaka sasa hivi wanaogopa. Lakini hakuna. Kwanza mgeni akija hapa hataki kurudi kwao. Kwa vile atakavyoona neema za hapa na nini na kila kitu, harudi kwao. Kuna neema gani hapa? Neema ni kama hiyo, labda kilimo. Yeye pengine ana nafasi, labda kaja mwalimu pengine afundisha, pata shamba, nunua shamba lake nini, analima mazao yanakubali na nini, basi anakuwa harudi tena kwao. Wengine wengi wamejenga hapa sasa. Mzee wangu ongezea hapo kwamba mtu ambaye yuko nje kwa Msisi
kwenye akili yake anaamini kwamba kwa Msisi bwana kuna wachawi kweli kweli. Kwa Msisi bwana hakuingiliki. Wewe kwa Msisi wewe unaenda wewe unawezaje kwenda kule? Utapigwa mabomu. Hebu tujibu ile ikoje? Ilikuwa ni kweli. Hapo ilikuwa ni kweli. Mtu akipangwa wende kwa Msisi, mimi tumeviona hivyo. Akaja hapa omba aache kazi. Kwa sababu huko kwa Msisi kulikuwa ni ndani kulikweli. Ukiona wageni kama hivi ni wageni wa serikali. Sasa akaja kama mwalimu au bwana shamba au bwana mganga. Yes, kaswini vizuri. Sasa kaswini vizuri, wale wenye roho ndogo wanasema huyu atachukulia wanawake zetu huyu. Sasa na mwalimu kazi yake ni kuchekesha vizuri watu. Sasa wengine kweli wanamloga. Au bwana shamba mara kwenye mashamba anatembea kaswini vizuri. Sisi huku asili yetu sana kwa wazigua wa humu ni kuvaa shuka. Ni kuvaa shuka. Hizi suruali zimekuja miaka hii ya karibuni. Sasa kwa kuona wewe umevaa vizuri, umechomekea, umeulamba, anasema umekaulamba, basi atawalamba atawake zetu yule. Basi ndio maana kulikuwa na uganga mmoja unaitwa tego. Tego hilo wanamiti wanaikusanya, halafu akalizungumza nalo. Halafu akaweka kwenye njia hiyo ukipita wewe umezulika. Lakini sasa vimepungua. Ila bado vipo vya asili, lakini sasa sio mno. Isipokuwa sasa baada ya kuwa na ile presheni Pwani watu wahamie pamoja mwaka 75. Sasa watu wakakaa wazee wakatuita na siku sisi vijana wakatuita, tukafikiria kwamba haya maangamizi ya acheni, tutakosa watu huku. Hata shule ilikuwa tarafa hii shule ni moja tu, wataalamu huko hawaji, haya mani yaache. Kuna mganga mmoja wa kienyeji, huyo ni mganga wa kuhamisha uchai, tumuiteni aje alambe ule uchai wa zamani hapa usiwepo, ubakie wa akiba tu. Basi waganga kweli hao kutoka mikoa fulani wakaja wakafanya mazingira yao, na akaona kila mtu atakayerudia hii mtamuona atakuwa mkichaa au hawe mtu haeleweki. Sasa kweli walivyofanya tumeviona kwa watu, imekuwa vichaa kweli, wengine wamepoteza maisha. Sasa mtu tena kwenda kufikiria adike utego na zaiko ili aloge, labda kwa sababu maalum. Ila labda leo mimi nikija nimependeza hivi hamna shida. Hamna shida. Sasa ndio watu wanaita kama vijana wote sasa hapa wanapendeza. Hapa na waza hapa wengine nishaonekana huko ni kwenye rada sasa. Kaja ndio maana kasi bukaje kama hivi na gari kwanza kwa tu hakuna. Basikeli tu kwa tabu. Lakini kaja bwana shamba kapelekwa na DC hapa pengine au na wataalamu, jamani ndio bwana mganga wenu huyo kwa ulamba vizuri sana. Basi umeisha. Kulikuwa bwana shamba mmoja kafanywa hivyo. Akawa yeye watu wa humu si tumechelewa huku. Sasa anawasaga sana kuambia maneno. Sasa siku moja akaamkiwa na nyani. Nyani unamjua nyani yule, nyama nyani yule. Akamwambia mheshimiwa asalamu alaykum. Akaangalia ni nyani. Wewe nyani wanaambiaje mheshimiwa asalamu alaykum? Akamwambia unaniamkia hilo bongo. Akaja hapa kaamisha virago vyake huyo kaenda kwao. Ilitokea hiyo. Kwa hiyo wakati ule ulikuwa watumishi hawakai kabisa. Hawakai kabisa. Kisasa tunashukuru kuna uwiano mwema. Mtu akaja na kumbatiwa, kataka shamba, basi nendeni kwa mzee fulani umate, kwa mzee Hussein, kwa mzee fulani, basi unapata shamba unalima, hakuna migogoro yoyote, ili ukiwa mchokozi mahala popote hueshi. Kidogo sasa hivi imepungua. Sio imepungua, imepoa kabisa. Kwa sababu kila mtu aona maana ile hamna. Isipokuwa kama labda sasa mtu kafanya miko hasikii ndio wanakaa njama, yule tufanyeje? Basi wanakuloga. Lakini ukipitiliza kama kuna mtoto wao mmoja huko hofie kuna samaki haziliwi, kama wewe ukiwa wewe samaki zile unazila kisiri basi wenzao wanakuteta, jamani yule mbona anakeuka, basi wanakuloga. Nilisikia bwana kuna mto Mgurwi. Ukienda hapo wanasema lazima upige hodi ilikuwa ndio uweze kuingia. Zamani bila kupiga hodi katika huo mto ukiingia hapo
shughuli unayo. Huo mto ni mto aina gani na kwa nini ilikuwa ukiingia hapa lazima upige hodi? Huu bwana hona aina yoyote, ni aina ya mto tu unaweka maji. Kwanza una maji ya kudumu, hayakauki. Sasa kwa kuwa maji yale hayakauki, basi ukawa sasa unapokuwa unakwenda kule, yalikuwa tu ni mazingira yao wenyewe wameyapanga vile ili iweze kunani, haukatwi mti, nani, ukienda na chombo cha kuchotea maji kiwe hakina mkaa mweusi, kiwe ni kitu cheupe. Au kama kina mkaa wakifikishia nje huko, unaingia wewe, sijui utachota maji na nini, alafu unafanya hivyo unavyotaka kufanya. Lakini hivi sasa sio kwamba ni hivi ni mto tu. Hata sasa wala hauko mbali. Ni hili bonde tunalopita pita huko. Tukauone. Tenda kuona. Sawa sawa. Huo mto kama nilivyosema, kwa nini ilikuwa lazima mtu apige hodi? Na ukienda labda kuchukua samaki, shida inakuwa iko wapi? Ni mto wa maajabu au ni vipi yani? Huo ni mto wa maajabu. Maajabu yanapungua kwa sasa hivi, lakini mto wa maajabu. Siku kwenda huko upige hodi, unaweza kwenda, kulikuwa na mazushi, waweza kukuta mtu yuko uchi, pengine tena Mwarabu, na huku hakuna Mwarabu. Sasa ukwenda mkuta huyo, zako zimekwisha. Uponi. Wengi tu walipoteza maisha hivyo. Ndio maana kwa wapiga hodi, kama atakuwa yule, basi anajificha. Unachota nini, unaondoka. Samaki nao waona makambari hivi yanapita, usimkamata hata mmoja. Una vitu vya uzushi. Lakini watu walipokuwa wengi, sasa wale wenye asili, mtu wao wenyewe waita Mgului. Mtu wa Mgului. Mgului ni bonde limeteremka mpaka baharini, ni mto, ndio mto huo unaitwa Mgului. Sasa wakina Samuel Mgului ni wale wanaekaa kando ya ule mto, asili yao. Yani si mfereji kama barabara hii. Sasa hawa wanaishi humu kando ya mto ndio wanaitwa Samuel Mgului. Samuel Mgwapo humu kina Samuel Mgului. Au paka leo wanapiga hodi hapa? Siku hizi inapungua kwa sababu makabila ni mengi sasa. Miko ile wamebadilisha wale wenyeji sana wa humu. Wamebadilisha kwamba ikaweka mila hiyo. Sasa kama mtu hata kenda na chungu kisichokuwa na nani hii, basi itakuwa ni noma sana. Sasa inafadhali kidogo, sio sana. Lakini wakati wa kiangazi usipendelee kwenda saa 6. Kwa hiyo pata nuhusi yake uponi. Mpaka leo hiyo. Kiangazi usipendelee kwenda mchana saa 6. Labda umezidiwa kweli. Ukienda pale, ukikuta bahati huyo mtu mtakaye salimiana halafu hukumjua, maana yeye atakuona wewe hutamuona, basi umepata shida kubwa sana. Hata zako bado, lakini hospitali zote utazimaliza. Itabidi wazee wangu wanipeleke katika huo mto tukauone, ili muone pia, maana najua mnatamani kuona huo mto wa maajabu. Lazima upige hodi hapo. Ukiacha huo mto, ni jambo gani jingine ambalo ni la maajabu hapa kwenye eneo letu? Hapa jambo lingine la maajabu. Kipindi hicho jambo lingine la maajabu hapa. Hakuna jambo kubwa sana, lakini kwamba simba hapa hawaingii. Simba hapa hawaingii. Kwa sababu wana mazingira yao, wakishafanya hayo simba hafiki. Labda kuna mti mmoja huo hokokwi moto. Yani watu wa huko wanatema kuni kwenye mto. Lakini kuna mti mmoja huitwa mtunda njovu. Huo hokokwi, ukikoka simba leo wanakuja. Simba Sadan. Simba wote wa porini tu. Ndio mambo ya maajabu hayo haswa. Kuna wanyama huko? Huko kuna wanyama, ni karibu na Tanapa. Wazee wangu wanasema sasa hivi bwana, kwa Msisi hakuna shida. Amani kabisa, msiogope kuja. Watu wanaogopa kuja huku kwa Msisi bwana, kuzito. Imekwisha ile. Ila amekwisha yale. Hivi sasa ni shwari tu. Kija hakuna dhalamu yoyote, kwa sababu watu
wako wengi tu, tunashirikiana sasa, hawa wanaenda kulia, hawa kushoto, hivi na hivi, ili mradi tupo. Huku pia kunasifika kwa waganga kwamba bwana, huku kama una shida yako watu wa tiba wale waganga wapo kweli kweli. Ni kweli hiyo? Ni kweli. Watu wa tiba wapo. Lakini tiba mbadala, kwa sababu tumepiga sana vita vya kuduia, vya kumzuru mtu. Visifanyike. Mtu akaja, labda mtu akiwa mchokozi basi, au anavunja maendeleo na ana sauti kubwa, huyo anaweza kukaa chemba alafu kasema tumduieni yule tuangalie. Lakini kama mtu anaishi sawa sawa na ubinadamu na sheria, hakuna madhara yoyote. Lakini uganga umo. Hata wacheza mpira huko wa mataifa huko kwenye timu zetu kubwa, wengine wanajibeneza, wanakuja kaguliwa huku. Wanakuja huku sana kisirisiri, wasijulikane, lakini akaja hapa anaweza kujiita jina lingine, lakini akamputa mganga sema usinitangaze mimi niko kwenye timu fulani, itakuwa noma sana kwa wenzangu. Wasanii hawaji huku? Wanamuziki huku hawajafika, wanakuja kama kuna sherehe fulani, kama vile sherehe ya mwenge au ya kufungua kama kitu fulani, wanakuja na kundi kutoka wilayani, alafu basi wanakuja watu wanatumbuiza, wanastarehe. Sawa. Tukirudi nyuma kidogo hapo kwa watumishi wa serikali ambao wakati huo wanakuja hapa, labda wana gari, labda mtu akapendeza, wale wazao walikuwa wanawapa vitisho gani au mauzauza gani mpaka inafika wakati yule mtumishi anaamua kuondoka katika kijiji? Kama nilivyosema mara ya kwanza, wakati huo wale baada ya kuja watumishi wengine jeuri, hasa sisi wa Afrika, hasa baadhi ya huku, kulikuwa na unyanyasano mdogo. Yeye ukienda kijijini unaweza kukuta mtu hata mwenye suruali hamna. Sasa lazima yule amekuja pale mtaalamu, kama hana siasa ataona wale hawana maana sana. Sasa ukishajua kwamba huyu anatufanya hatuna maana sana, anaweza kutufanyia hata mambo mabaya, basi wanakuroga ili uhame. Ndio kitisho chao kikubwa hicho. Unaumwa au mchokozi wa kudokoa. Sasa wale watumishi kwa siku nyingine wanadokoa rushwa. Ukiona jambo lako haliendi mpaka utwekeze, yule asiokuwa na sheria anampa yule, basi wanakuloga. Kwa sasa mazingira ya elimu hapa kwa Msisi yakoje ukilinganisha na miaka ya nyuma kidogo? Mazingira hivi sasa ni mazuri tu, kwa sababu tulikuwa hapa sisi ni shule za msingi tu ndio vitu tunavyoringia, lakini mpaka sasa hivi ipo secondary hapa, na hivi sasa inatarajiwa iwe mpaka form 6 inajengwa hapo. Kwa hiyo maisha ya elimu ni mazuri sana. Vijana wengi wanaona wanapita hawa wamefika chuo, wengine wengi tu. Matukio mabaya labda ya wizi, mtu kaibiwa katika eneo lenu la hapa kwa Msisi yakoje? Matokeo hayo sasa yamepungua, lakini yalikuwa yanakithiri sana hapa. Wengine wameuagwa uwanjani, kama vile wanaiba bila mpangilio, lakini kutokana na kuelimishana na kuona madhara na ulinzi unavyokaa mji huu na mgambo wengi, sasa tunashukuru wizi wa hivyo umepotea. Sababu udokozi mdogo hauishi mahala popote. Lakini jambo tunashukuru sana kwa hatua tuliyepiga ni elimu. Elimu, zamani tarafa hii ilikuwa shule ni moja tu. Tarafa hii tuanzia kwa Sunga mpaka Mkalamu, hapa katikati wote shule ni hii moja. Sasa kila kijiji shule, kila kijiji kina hospitali. Kwa hapo tumepiga hatua nzuri. Sawa. Sasa mimi ningetamani kwa sasa, ili tukue muda, tungeenda kwenye ule mto ili tuoneshe Watanzania kwa mfano kabisa. Nafikiri sasa hivi tuelekee kwenye mto ule, mto wa maajabu, ili wazee wetu wakatuonesha.
Sawa, sasa tumefika katika eneo husika. Hapo ndani ndio kwenye mto, si ndio? Hapo ndio kwenyewe. Sasa ningependa kuuliza, tunapiga hodi huku au tunaenda tu? Siku hizi hatupigi hodi. Tukipiga hodi ni kawaida, lakini haina lazima kama ukupiga hodi umevunja shughuli. Hodi ulikuwa unapigia wapi? Hapa au mbele kwe? Pale ukishaona mtu kama hivi hapa karibu hodi. Basi tukauone. Haya twende sasa. Kwa hiyo muda huu tunaelekea kwenda kuona huo mtu ambao ilikuwa ukifika hapa lazima upige hodi upate ruhusa ya kuingia ndani, aidha kuchukua maji na vitu kama hivyo. Endapo kama utafika katika mto alafu utashindwa kupiga hodi ukiingia, ambacho kitakupata, utakachokiona, yani wewe ni bye bye, huwezi kupona. Kwa hiyo nikasema nije na wazee wangu tuweze kuona mto wenyewe. Sasa mbona miti ni mingi sana, watu hawafyeki au? Haifyekwi hiyo. Kwa nini? Ndio asili. Kwanza hii ya kando kando ya mto haifyekwi. Ukifyeka unakausha maji. Au pia hairuhusiwi pengine kufyeka? Hii hairuhusiwi kwa sababu hairuhusiwi, ukifyeka maji yatakauka. Kwa hiyo na hii machipukizi yamekuwa mingi, ile mikubwa watu wanakata jengo yanachipua. Na samaki bado hapo? Samaki bado wapo, kisasa wanajificha mno. Lakini huruhusiwi kuvua? Huruhusiwi kuvua. Ina maana kwa miaka yote hii samaki wa hapa watu hawakuwahi kula? Hawakuwahi. Ukiona huyo mtu anavua samaki anakula, huyo ni jangili, mwizi. Anaiba na baadaye akishakula basi mtamuona zaidi ya miaka inavyoendelea atabadilika tu, mtaona. Chukua ng'ombe wakali sana, hebu onyeshe kwanza. Yaani ng'ombe wanashangaa hawa kina nani hawa? Mbona wageni hawa? Hamna shida, wenyeji tu. Ng'ombe wana wasiwasi, mbona wageni hawa? Sawa, kwa hiyo tunaelekea katika eneo husika tuonyeshe huo mtu ambao una historia kubwa katika eneo hili la Kwa Msisi, na wenyeji wa hapa pia wana historia kubwa pia na mto huu. Mtu ambao ukifika lazima upige hodi. Endapo utaingia bila kupiga hodi, itakuwa sasa wewe maisha yako bye bye. Eneo zuri sana, kijani kibichi kimekaa vizuri. Kijani kibichi kimekaa vizuri. Hata mifugo ina riziki humu. Kama siku hizi kidogo makali sio makubwa, kwa nini samaki watu wasivue? Samaki hazivui, haziliwi. Hata ukivua ukipata ukila wasiwasi. Ujiibe sana usigundulike. Ukigundulika basi wamepata sababu ya kukuloga. Kwa hiyo hapa ndiko sema kupiga hodi. Hebu uonyeshe bwana Wiz. Hapa ndio mtoni kwenyewe. Kwa watu tupige hodi leo. Pigwa siku za nyuma huko. Nasikia watu wanaita huko. Hodi hivi sasa unapiga tu kwa sababu. Huyo anaita hodi nani? Wauni tu. Wanapiga kwa sababu pengine kunaweza kuna mtu anaoga pengine. Kwa hiyo ndio hapa. Ndio hapo umetoka huko. Sio mto mkubwa kwamba una chemchemu nyingi sana. Maji yake ni haya. Siku nyingine unaweza kuona hamna maji, ukija asubuhi vile vile. Maji haya hakauki miaka na miaka. Hakauki. Tangu nzalimi sijaona umekaa, yanapungua tu. Na samaki pia siku hizi hakuna. Samaki siku hizi zimepungua, hamna. Kwa hiyo zamani hapa ilikuwa samaki wa kutosha. Samaki za kutosha, wakati ukaja hapa lazima makambari uyaone. Lakini siku hizi hamna. Mto ni wengi naona wanayatumia. Watu tumekuwa wengi sasa, makabila mbalimbali wanayala yale makambare. Ndio maana yanapungua. Mto Mgwiru. Mguri. Mguri. Mto Mguru ya. Sawa, sasa hapa ndio ule mto ambao
unapatikana kwa Msisi, mtu mwenye historia kubwa kabisa. Zamani ukifika hapa lazima upige hodi uweze kupata ruksa kuingia hapa, lakini sasa hivi tumepita sisi bila kupiga hodi, hakuna hayo masharti. Kwa hiyo pia wewe kama ungependa kuja kutembelea kwa Msisi, kuja kuona eneo hili la kihistoria lenye maajabu, basi unakaribishwa pia kuja. Si ndio wageni wanakaribishwa? Ndio, hamna shida. Hivi sasa ukitaka kuja unakaribishwa, ukitaka kutembea mto tunakupeleka mpaka huko mwisho kabisa. Kwa hiyo huu mto umekwenda mpaka wapi? Baharini. Umekwenda umeingia wenyewe baharini. Mpaka Pangani huko. Mvua ikinyesha panajaa hapa. Panajaa mpaka kule. Wakati wa mvua hapa upiti. Yanajaa maji hapa yanatokea mpaka nje. Mengi sana. Bila shaka mmeona bwana, nilisema lazima nije niwaoneshe muone kabisa. So huku ni wilaya ya Handeni, si ndio? Kwa Msisi hapa. Karibuni sana jamani, huku ni amani kabisa, kuna shida yote. Hizo story ambazo zilikuwepo ilikuwa ni zamani. Sasa hivi kwa Msisi si ya sasa, kwa Msisi ya sasa ni shwari kabisa. Kama wageni wanakuja tunashirikiana nao, hamna tabu. Kwa Msisi ya sasa ni shwari kabisa. Basi turudini. Tuweze wangu, nashukuru sana kwa kunileta huku. Tumekuja tumeona, nafikiri hata watu pia ambao wametazama wamefurahi. Sawa, sasa wazee wangu bwana, mimi nashukuru sana. Huku tunaenda. Nashukuru sana kwa kunipokea, mmenipa historia ya hapa, mmenionyesha pia baadhi ya sehemu nzuri kama hii. Niseme asante sana. Haya. Niseme asante, na labda kuna cha kuongea na Watanzania. Tunashukuru, asanteni, na sisi ujaji wenu tunashukuru, mmetupanua mawazo kidogo. Tunashukuru kwamba tumejiwa na ugeni namna hii. Wakatuona sisi tukaeleza historia, tunajua kwamba na sisi kwa Msisi itajulikana zaidi. Tunaenda mdogo mdogo. Mzee wangu, wewe la kumalizia hapo, labda unalipi la kuzungumza na Watanzania muda huu? Mimi na kuzungumza bwana ni kwamba ni kama mlivyokuja, si mmetuwaza, basi msisahau kutuwaza. Mnakuja tupanua kidogo mawazo na nini, hivi ndivyo vilivyo, na sisi tunapata mwongozo. Sasa kwa Msisi sasa hivi ni shwari kabisa. Shwari kabisa kwa Msisi. Wageni wote wanataka kuja kuishi huku, njoni. Kwanza ardhi ya kujenga huku na kukaa na kulima bado ipo. Ardhi ya kujenga, kulima bado ipo. Kwa Msisi kwa sasa ni shwari. Ni shwari kabisa, tunahitaji wenzetu waje huku. Mimi mjini kule Dar es Salaam nimekwenda mwaka jana kule, nimeona nyumba zilivyoshikana mshikamano namna ile. Wengine wapungukie huku vijijini, hasa kwa Msisi. Watu wanaogopa. Anaogopa, hakuna uchai sasa, uchai umekwisha. Imebakia akiba tu. Akiba hiozi. Akiba haiozi, huwezi kukaa bila akiba, maana akiba ipo. Silaha ipo. Ni sio kinyonge. Lakini haitumiki sasa. Ni silaha kama vile nyuklia, usipige nyuklia. Ukipiga nyuklia utapata tatizo. Ndio vilivyobaki hivyo tu. Sawa, kwa hiyo ni shwari, lakini ni silaha bado zipo za maangamizi, kwamba ukisumbua kidogo watu wanakuangamiza. Sukubia kidogo. Lazima kwa kila nchi lazima iwe na silaha za kuweza kutisha, kwamba ukifanya uhalifu kumbe kuna vitu hapa, lakini havitumiki. Huku upigwe mawe huku. Upigwe mawe. Huku kihalifu unapigwa mavumba tu. Ile tunguri mtu anasema nalo, halafu asubuhi wewe utaweweteka tu. Lakini mpango sasa kutupa ovyo. Wakaja vijana kama uzuri mlivyokuja hivi, ulogwe, hiyo sasa huioni. Hamna. Ingekuwa zamani kwa ujio wetu ingekuwaje leo? Ingekuwa pengine sisi tungewekwa ndani leo. Watuletea bwana wale sijui machinja, maana watu walikuwa wanaogopa machinja. Kuna watu chinja wale. Sasa watamchukua wachinja, wamekwenda kuweka kambi Mtoni. Nyie mnakwenda kuweka kambi Mtoni, mpeleka wageni mkaweke kambi kule Mtoni. Lakini sasa hiyo haimo. Watu sasa wengi huku. Hamna shida hiyo. Ni shwari sana. Basi bwana, mimi ulikuwa unasema? Alikuwa nataka niseme
Sisi mgeni akija kama nyinyi hivi mmekuja mmetafuta nafasi ya kukaa huku, basi tunaitwa sisi, tunamtafutia sehemu nzuri ya kuweza kulima. Kama shida yake ni kilimo, basi hamna shida. Bwana. Asante sana. Basi bila shaka najua umefurahi na pia kuna mengi umejifunza na pengine ungependa kuja kutembelea kwa Msisi. Karibu sana. Niite Esco, endelea kusalia SNS kwa taarifa nyingi zaidi. Leo bado nipo kwa Msisi nikiendelea kuenjoy maisha huku. Ni pazuri sana. Karibu.